malengo na tunaenda vizuri. Swala la wachezaji transfer ni jambo la kawaida. Hatuwezi kuongelea transfer kama tunaongelea masuala ya kishabiki. Yaani masuala ya kawaida na ya kiufundi yanafanyika kwa kufanyiwa tathmini kwanza. Kwa maamuzi yakifanyika maana yake tumejihakikisha tuko salama kiasi gani. Hiyo ni mechi ambayo hatuwezi hamna mtu anaenda na matokeo mfukoni. Kwa hiyo tutaenda kupambana. Sisi tunaamini tutapata ushindi na wanaamini tutapata ushindi. Sasa jibu litapatikana kesho. Ndio maana mashabiki inabidi waje kwa wingi waushuhudie mchezo huu, nani ataondoka na ushindi. Sio sisi tu. Kupata sasa hivi alama 3 si mchezo. Si ndio? Sasa hivi kupata alama 3 tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ligi inazidi kuwa ngumu, lakini ndo uzuri wa ligi yetu na ndo ubora wake kwamba hakuna mechi ambayo inatabirika, yote anaweza kupoteza. Sisi hatuwezi kupoteza alama nyingine 3. Tutazipambania kufa na kupona kesho. Tayari wachezaji wanafahamu umuhimu wa kushinda na tutamshukuru Mwenyezi Mungu tukipata alama 3 kwa sababu zitatuandaa vizuri kwenda kwenye mechi ya kimataifa ambayo tunaenda kucheza tarehe 25 kule Zanzibar. Hiyo ni mapema. Na huyu ni afisa habari wa Singida. Ametamba sana hapa kidogo. Afisa habari wa Singida. Ametamba sana. Anasema kwamba kesho mtoki. Sema sawa. Ametamba sana. Na sasa inabidi JKT watuongezee mtu. Namba yako mzee. Nitakupigia mzee. Sawa. Pale JKT pale watuongezee mtu ambaye tunaweza tukapishana naye maneno. Mzee basi tunamwashtua mheshimu. Manake mimi kumpiga kesho. Hiyo mechi ndugu yangu ni mechi na ni mechi ambayo upekee wake tunakuja kuzindua uwanja wa KMC kwa mechi ya kwanza kuchezwa usiku. Bwana bodi wametuheshimisha. Hata KMC wenyewe hawajauzindua uwanja wa kucheza usiku. Tunautwanga pale Singida na JKT. Sisi tulikuwa wenyeji wa mchezo huu. Kwa mashabiki tunawakaribisha. Tayari tumeshatangaza tiketi viingilio ni shilingi 3000 mzunguko, 5000 VIP. Ukiwa na N-card unanunua tiketi hata ukiwa nyumbani kwako. Waje washuhudie soka safi. JKT timu nzuri. Kuna watu wakiwaona JKT wanajua balaa lao. Na nina imani kwamba na kwenye rekodi. Ngoja kwanza ongea bwana, akiwa anaongea mzee Masawi ongelea hiyo rekodi. Kwenye rekodi Singida Black Stars ndio timu pekee iliyovunja unbeaten ya JKT nyumbani kwao. Walicheza mechi mfululizo bila kufungwa pale. Sisi tukaenda tukavunja ile unbeaten. Kwa hiyo najua wanafahamu ugumu wa mechi ya kesho na wamejipanga kuja kurudisha ile heshima, lakini tutakutana uwanjani inshallah. Usiku usumbunya, hawasumbu usiku. Anajua tunapokuwa nyumbani kwake kwamba ni nini huwa kinafanyika. Hiyo mechi ndugu zangu, hiyo ni mechi ambayo hatuwezi hamna mtu anaenda na matokeo mfukoni. Kwa hiyo tutaenda kupambana. Sisi tunaamini tutapata ushindi na wanaamini tutapata ushindi. Sasa jibu litapatikana kesho. Ndio maana mashabiki inabidi waje kwa wingi waushuhudie mchezo huu, nani ataondoka na ushindi. Lakini Singida tunajiamini. Mechi ya mwisho Masanza mkupata alama 3 mbele ya Dodoma Jiji. Mpira sio sisi tu. Kupata sasa hivi alama 3 si mchezo. Si ndio? Sasa hivi kupata alama 3 tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ligi inazidi kuwa ngumu, lakini ndo uzuri wa ligi yetu na ndo ubora wake kwamba hakuna mechi ambayo inatabirika, yote anaweza kupoteza. Sisi hatuwezi kupoteza alama nyingine 3. Tutazipambania kufa na kupona kesho. Tayari wachezaji wanafahamu umuhimu wa kushinda na tutamshukuru Mwenyezi Mungu tukipata alama 3 kwa sababu zitatuandaa vizuri kwenda kwenye mechi ya kimataifa ambayo tunaenda kucheza tarehe 25 kule Zanzibar. Bwana, timu nyingi za ligi kuu wanasema kama Singida wana malengo gani msimu huu? Mbona tuwaelewe wachezaji wao wanakwenda sasa timu zingine? Wajibu tu kwa malengo, mbona anaenda vizuri. Tuna ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati msimu huu tumeingia hatua ya makundi kombe la shirikisho. Uwanja wetu tunaenda kuutambulisha rasmi kwa maana ya kucheza sasa. Maana tulishauzindua hivi karibuni. Hayo ni malengo na tunaenda vizuri. Swala la wachezaji transfer ni jambo la kawaida. Hatuwezi kuongelea transfer kama tunaongelea masuala ya kishabiki. Yaani masuala ya kawaida na ya kiufundi yanafanyika kwa kufanyiwa tathmini kwanza. Kwa maamuzi yakifanyika maana yake tumejihakikisha tuko salama kiasi gani. Manake nanyewe pia mna malengo yenu vizuri. Of course. Mimi nilikuwa na bwana, shukrani sana. Asante sana. Nadhani umepata uhakika sasa kwamba nini kinakwenda kutokea kesho. Ila nileta mwenyewe na amesema rekodi zake, nina hakika mechi ya kesho inaturudisha kileleni.